Huzuni na majonzi yametanda katika kijiji cha Kanyakwar, Kisumu ya Kati, kufuatia mkasa uliokatisha maisha ya ndugu wanne. Kilichoanza kama jioni ya kawaida ya Jumapili kiligeuka kuwa majonzi makubwa, kikifichua hatari za machimbo yaliyoachwa wazi karibu na maeneo ya makazi. Tukio hilo limezua hasira miongoni mwa wananchi na wito mkali wa uwajibikaji kutoka kwa serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti. Felix Otieno na Celine Akinyi, wazazi wa watoto hao wanne, walionekana kugumbikwa na majonzi makubwa, huku wakijitahidi kuzuia machozi walipokuwa wakisimulia mkasa huo, maumivu yao yakidhihirisha mkasa ulioikumba familia na jamii kwa ujumla. Hali ya huzuni ilitanda katika kijiji cha Kanyakwar, kaunti ndogo ya Kisumu ya Kati, baada ya ndugu wanne kufariki dunia Jumapili jioni walipokuwa wakiogelea katika machimbo yaliyokuwa wazi. Tukio hilo liliwashtua wakaazi, likifichua hatari zilizojificha katika maeneo ya machimbo yaliyoachwa wazi karibu na makazi, na kuzua upya wasiwasi kuhusu usalama wa watoto na uzembe wa jamii. Baba yao alieleza kuwa alipata taarifa za tukio hilo kupitia kwa baba yake mzazi, aliyemfahamisha kuwa watoto hao walikuwa wamefariki kwa kuzama kwenye machimbo hayo. Kulingana naye, mkasa huo huenda ulianza wakati mtoto mdogo zaidi aliteleza na kuingia sehemu yenye kina kirefu na kuanza kuzama. Nilisikia uchungu sana wakati nilipata watoto wangu wako ndani ya maji. Wakati nilikuwa nafika napata mmoja ametolewa, watatu bado wako ndani kwa maji. Niko na uchungu sana kwa sababu nimepoteza watoto wangu wote na nilikuwa nimewategemea kwamba watanisaidia hapa mbele. Mama ya watoto hao, Celine Akinyi, alisimulia alikuwa ameondoka nyumbani kwenda kazini akiwa na imani kuwa watoto wake walikuwa salama na wakisoma. Nigiwa simu kukuja, nikapata washatolewa kwa maji, wako nje. Very painful. Nasema wanafamilia, marafiki na wakazi wa eneo hilo walitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika eneo la Kanyakwar, ambako machimbo wazi yanaendelea kuhatarisha maisha yao. Naomba tu sasa wasanii ambao wanaweza kuja kuwasaidia, tusibe hii mahali iko chini sana. Tukisiba hapo pengine leo au wamefariki na kesho hatujui itakuwa nani. Mili ya wavulana hao wanne sasa imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Ann Musungu, KTN. Kwingineko mtazamaji, kila